wewe kwenye akili yako, raha yako ni kuwa na hiyo 2 milioni ulionayo kwenye account, unailinda. Yani unailinda, usemeshwi dada, unavyoiangalia. Mungu wangu, unaenda kidogo naangalia, ipo bado. Haya, mtu yoyote mwenye akili ya kimaskini anayedhania hela ndio kila kitu ni muoga hata kuwekeza. Ndio maana matajiri wanatumia ushirikina, kwa sababu anajua nguvu yao ya utajiri sio cash. Ana uwezo wa kununua majengo hapa mjini. Kwa nini mnawashangaa jamani, ana utajiri, jamaa amenunua majengo? Kwa sababu anajua yeye utajiri wake sio hizi cash wewe unazozilinda. Wewe unalinda cash na kanazo, haziongezeki ukizilinda, zinaongezeka ukiziingiza kazini. Kwa hiyo kwenye akili yako ukiwa unawekeza hapo, wasikwambie kwanza utoe sadaka. Usiseme ametuambia hivyo tusizekana na hela zako. Sikiliza nikwambie, kufundisha maisha wewe. Point hapa ni hii. Hauwekezi kwa sababu hela inatosha. Unawekeza because you know I have the source of power which is God. It cannot be dry. Kwa ninapowekeza hii 1,100,000 kwenye hii project, najua jambo moja, sitaishiwa. Kitu pekee unachoweza kukivuta kwenye maisha yako ni kile ambacho umekiweza. Yes. You cannot pull what is above you. Unamuona huyu Jiana alipo mnene, nimwambie huyu kazana, muinue huyu baba, utadondoka. Why? Because kwa hawezi kuvuta ambacho hana uwezo nacho. Kwa maana yake huwezi kuivuta hela, kwa sababu hela wewe umeipa ukubwa. Ishushe hela thamani, ishushe hela, ishushe. Nionyeshe fedha hauna nguvu kuliko mimi. Ionyeshe fedha hauna nguvu kuliko mimi. I can send you, I can call you, I can send you, I can call you, I can send you. You cannot send what is not. Huwezi kutuma ambacho sio mtumwa wako. Yes. Ninyi wengine mnatumwa na hela. Hela ndio inawapeleka huko. Mmesikia? Mambo iko huko huyo. Now you become a slave. No joy in your life. You cannot enjoy God, you cannot enjoy the kingdom. You become a slave. God wants you to be master of money, master of wealth, as you are depending on him. Akili ya kutegemea mali, bwana niwaambie ninachokifanya. Niwape leo siri moja. Akili ya kutegemea mali haikufanya ufanye vitu vikubwa. Niamini mimi. Utakuwa unajiuliza sana maswali. Watu wote mnaoona ni matajiri waliotumia nguvu za giza, wote hawategemei hela zao, wanategemea ushirikina walioufanya kule kijijini kwao. Kwa nguvu yao sio kwenye hela walizonazo. Ndio maana wanaweza kukupa tu wewe hela ukafanya unachokijisikia nacho. Haiwasumbui, kwa sababu anachokitegemea, the source of his power, iko kule kijijini. Are you getting what I'm saying? So that's why yeye kuingia baa na kuspend milioni 30 kumwaga hela pombe, watu wakanywa wakafanya anachokifanya, anajua hii sio issue. Makaratasi haya sio issue. The source iko kijijini. Kuna mtu nimechinja kule, kuna mtu nimemfanya sezeta. Are you getting what I'm saying? Yes. The same thing. Inatakiwa iwe hivyo kwetu. Yes. Tunatakiwa tujue the source of this cash is not hela. Kwa hiyo tusumbue sisi kuskwanda hela kwa ajili ya vitu vya maana, kununua vitu, kununua viwanja, kufanya investment. Sema maneno yanathibitika kwa watu 2 au 3. Kuanzia leo uwe makini na unachokisema. Yes. Yanathibitika kwa watu 2 au 3. Nao anaposema watu 2 au 3 sio lazima wawepo 1, 2, 3. No. Wewe ni wewe mmoja. Lakini wewe ukisema neno lile mara ya pili ni watu 2. Wewe ukisema neno lile mara ya 3 ni watu 3. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, jifunze kubadilisha unachokisema. Amen. If you say today I am poor, and tomorrow I am poor, and day after tomorrow I am poor, ni 3 people wamesema I am poor. Inathibitika. Anything you are going to say from today 3 times, imethibitika. You say once, umekumbuka, clear. Yes. Otherwise, litathibitika, litakaa kwenye maisha yako. Mimi ni wa kuharibikiwa tu. Mimi siwezi kufanikiwa tu. Nasikia nachokisema? Amen. Anza kumwona Mungu anaweza kukupa settled life.
Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia kukupa maisha yaliyo na utulivu. Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia maisha yako akapiga hatua. Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia kukubadilishia namna ya kuishi. Amen. Anza kumwona Mungu anaweza kukutajirisha kuliko fedha inaweza kumtajirisha mtu. Amen. Money does not make people rich. Yes. No. Anasema I will give you power that make you rich. Kwenye Biblia ametuonyesha anao matajiri kibao na hawakuzitegemea hela. Hawakuzitegemea. Solomon anapewa kwa mara ya kwanza nchi na Mungu. Anaambiwa omba lolote unalotaka. Solomon anasema hivi, naomba hekima. Hela haikuwa kwenye equation. Why? Because I feel like I don't need it. Mungu akamwambia kwa kuwa ukuiomba nimekupa. Mimi naijua umuhimu wake. Nimekupa. Hata baada ya kupewa hela na Mungu, the first day anapewa madaraka. Anachukua ng'ombe 1000 na watoa kafara. To tell you what? He gave God. Ng'ombe mmoja ni sawasawa na shilingi ngapi? Milioni 1 for, let's say. The bull cow, big cow. So the man is giving 1 billion to God. 1 billion. 1 billion in one day. Understand? Sio in a year. In one day. Usiku wa manane Mungu anamtokea anamwambia, hey, watu watoagi sadaka za namna hiyo afu wakalala. Amka, niambie unasemaje? What do you want? Can I show? Yes. Can I show you? Yes. Alitoa monetary value kwa namna ya ng'ombe. Alafu alichokiomba sio ng'ombe. Aliomba kitu kingine kabisa, sio ng'ombe. Mungu akamwambia hekima nimekupa. Lakini hiki ulichokitoa, kwa kuwa umekitoa, chukua. That's the reason we give. Hatutoi kwa sababu kanisa linahitaji msaada. Hatuchangii kanisani. Kanisani hatuchangii msaada. Kama umekuja hapa na mentality ya kuchangia kanisa, ondoka nayo. Hey, Pastor Tony jamani. Unajua nimemuona yule pastor anahubiri vizuri kweli, nataka nimchangie. Dada yangu kanunue lipstick. Angalau mimi nichangie kwenye mdomo wako kuwa mwekundu. Labda au wa blue. Na wengine mna lipstick za blue hapa. Unasikia ninachokisema watu wa Mungu? Amen. Do you hear what I'm saying? Yes. It's very important to underestimate, downgrade value. Yani fedha ishike moyo wako, umeshika. My faith is on God. Not on my money. On God. On God. Na ukimwamini Mungu, ukimtumaini yeye, kila wakati, he will show up. He will show up. He will show up. He will show up and you will never be the same. You'll never be the same again. Maisha yako yatabadilika. Yes. Amani yako itabadilika. Yes. Utakuwa na rest. Amen. Vitu viwili amesema. Ufalme wa Mungu ni nini? Amani, haki na furaha katika Roho Mtakatifu. When you have those things, your life will never be the same again. And this is what the Bible says. Yesu akasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu hakuita watu waliotoa mizigo tayari. Aliita watu ambao tayari wana mizigo yao. Yesu hakuita watu wenye mizigo. Aliita watu ambao hawana mizigo. Aliita watu ambao wenye mizigo yao, ili yeye awatoe mizigo. Wakiondoka, waondoke bila mizigo. Alafu anasema hivi, na hiki ndicho ninachomaliza nacho. Anasema hivi, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa lugha nyingine anakuambia hivi, hakuna mtu ambaye utakwenda kwake asikupe mzigo, na hakuna mtu ambaye utakwenda kwake asikupe nira. Yeye anakuambia hivi, kwangu mimi ni laini na mzigo wangu mimi ni mwepesi. Wote mtakaotaka kuwakimbilia watawapa mizigo ambayo ni migumu. Watawapa mizigo ambayo ni migumu, utashindwa kuibeba. Watawafunga nira. Anaposema kufunga nira, manake ni kile kitu ambacho anafungwaga ng'ombe. Unajua nira? Anafungwaga ng'ombe na ng'ombe mmoja, alafu anakuwa anatembea, anakwenda na yeye mwingine anaenda. Au ng'ombe mmoja mwenye nguvu anafungwa na ng'ombe mwingine ili asije akaama njia, hasa ng'ombe wale wanaolima. Kwa anaenda naye tu namna hii. Wanaenda ng'ombe mmoja kwa sababu amefungwa njia moja. Kwa maana yake Yesu anajaribu kutuambia hivi, hakuna mtu ambaye atakuita kwake asikufangamanishe na ya kwake.
Thank you sir. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwingine huko ukienda kutafuta kutoka kwa Yesu, utapewa masharti yatakayoua moyo wako, yatakayoua maisha yako. But he is giving you things that will give you life. Anasema nimeweka njia mbili mbele yako, mauti na uzima, baraka na laana. Anasema chagua uzima upate kuishi wewe na watoto wako. Yes. You can only live with your children when you choose life. Yes. When you choose life. For choosing life is choosing him. Choosing life is choosing him. Choosing life is choosing him. God makes us rich. Amen. So we depend him. We don't depend the riches. Riches that don't make people rich. It is God who make people rich. Utajiri umfanye mtu kuwa tajiri. Ni Mungu ndiye anafanya watu kuwa matajiri. Kwa kila wakati tunapoitwa kutoa sadaka zetu au kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu, tunapowekewa ndani ya mioyo kufanya kitu na Mungu, never think in your mind that you need that thing than you need God. Moyo wa mtu ulipo, hazina za mtu zilipo, ndipo moyo wake. Mungu kwanza. Yes. Mungu kwanza. He can change your life in a day. Yesu Kristo na uyesu wake wote alisema vitu viwili tu, very important. Alisema hivi, huwezi kuwatumikia mabwana wawili duniani, maana utampenda huyu, utamwacha huyu. Alafu akasema hivi, ni ngumu mtu kumtumikia Mungu. Hakusema Mungu na shetani. So that tells you mali ina nguvu kuliko shetani. Money has power more than devil. Kwa anasema hivi, huwezi kumtumikia Mungu na mali. Maana yake nini? Kama siwezi kumtumikia Mungu na mali, maana yake mimi na mali tunatakiwa tutumikie kitu kimoja. Yaani mali inatakiwa ukae upande huu. Mali sio Mungu. Yes. Yaani hapa kuna Mungu, hapa kuna mali. Chochote utakachoamua kukitumikia, umechagua kwenda na kingine sehemu nyingine. Mimi kwangu mali ni mtumwa. Mali anatumika na mimi kwa Mungu, ila sio mimi na Mungu tunatumikia mali. No, God cannot save anyone. Huwezi kutumikia Mungu na mali, lazima uamue. Inapofika saa ya kumwamini Mungu na saa ya kumtegemea Mungu, hapo ndipo viburi vyote vinavyokaa pembeni. Hapo ndipo ujuzi wetu unaokaa pembeni na kunyoosha mikono. Na hii kitu ya kusema hivi, mimi ndo maisha yangu, sasa nitafanyeje? Mimi siwezi kubadilika, ndo niko hivi hivi. No, give God chance. Give God chance to work with you. Huwezi kutumikia Mungu na mali. You want to be rich in the things of God, learn to show him that you depend on him. Anasema mimi ni Mungu nikupae nguvu za kupata utajiri. Nguvu za kupata utajiri hazitoki kwenye hela. Nguvu za kupata utajiri zinatoka kwake. He gives people power to get wealth. Kwa mali kwako kisiwe kitu special cha kukusumbua. God should be special. You should always linda mahusiano yako na Mungu, sio mahusiano yako na RM wako. Kila saa unauliza iko shilingi ngapi huko? Iko shilingi ngapi huko? Maisha yako ya kimaskini hayo. Linda mahusiano yako na Mungu, kwa sababu Bwana asipoijenga biashara, waijenga wanafanya kazi bure. Unaweza ukapandisha ni ghorofa, msingi ukiwa haupo. Biblia inasema kama misingi imeharibika, mwenye yake atafanya nini? Hatuwezi kumtumikia Mungu na mali. Huwezi. Biblia inasema utamwacha, utampenda huyu, utamchukia huyu. Huwezi. Na hapo ndipo utakapofika sasa level ambayo mtu akijaribu kukuthreat kwenye maisha yako, iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni mahali popote, utamwambia hivi, sikiliza, kazi yako sio maisha yangu, nina Mungu. Kazi yako chukua. Yes. You will never be slave. Never be slave, because God is on your side. Amen. Hautaendeshwa, hautanyanyaswa, hautakuwa abused. You will always have hope for the future. Na hapo ndipo sasa utaanza kudare the undareable, to do the impossibles. Yes. Because now you know I move with God, not with things, with all people. Yes.
si kwa sababu nilikuwa na milioni 100 tu peke yake. I have God who is my source of wealth. Do you get what I'm saying? Yes. Kila mtu ambaye Mungu amembariki ana namna yake ya kurudisha kwenye jamii, ana namna yake ya kutoa sadaka yake. We told you, sisi tuliamua kufanya Osborne Exhibition kwa namna Mungu aliyotusaidia nayo, kwa akili za haraka haraka tu. You know for sure those are hundreds of millions, you know for sure. Lakini kama sosi ya tumaini letu ingekuwa ni kwenye hela, tusingeweka. Yes. Tungesema tukiweka je tutaishiwa, tukiweka tutaishiwa, tukiweka tutaishiwa, tukiweka tutaishiwa. No, source of my wealth is in above, is God. I'm saved by the kingdom. Mungu yuko upande wangu, siwezi kufeli, siwezi kukwama. Yes. Imani yangu haiko kwenye account ya benki na shilingi ngapi. Imani yangu iko kwa Yesu aliyeniita, akanituma nimtumikie, akanipa maono niyafanye. Yeye ndo anajua kesho yangu nitakula nini na wanangu. Amen. That's why we make these steps that you see. And you become, you are amazed now. Wow, wow. Umegeuka mtumwa. Umegeuka mtumwa. Umegeuka mtumwa. Mtumwa wa mali, akiambiwa majengo yake yameungua, pu, kafa. Amekufa na mali zake. Mtumwa wa mali, gari yako imepata ajali, pu, kafa na gari yake. Umekuwa mtumwa. Umekuwa mtumwa. Your heart is no longer on God. Moyo wako umehama kwenye vitu vingine. This is Money Magnet part 2. I'm teaching you how to depend on God over money. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.